Karibu sana msikilizaji kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Karibu tujifunze pamoja. Katika video ya siku ya leo, nimekuletea video ambayo inaonyesha utengenezaji wa sabuni za magadi hatua kwa hatua. Sasa katika video ambayo ilipita, nakumbuka kwamba niliwaletea video ambayo inaonyesha ukorogaji wa sabuni hii ya magadi. Sasa baada ya kuikoroga na kuiweka kwenye moldi au chombo cha kugandishia, tunakaa masaa 24. Baada ya hayo masaa 24, tutaitoa lile donge na tutaanza kulikata kwa vipimo kama inavyoonekana katika video ya siku ya leo. Sasa msikilizaji, ili uweze kukata sabuni yako lazima uwe na mambo makubwa matatu muhimu. Jambo la kwanza, lazima uwe na vibao ambavyo vina kipimo cha mche ambao unataka sabuni zako zitoke kwa kipimo hicho. Lakini kabla ya yote msikilizaji, nimekuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, kitabu ambacho nimekuandikia sabuni hizi za magadi, sabuni za vipande, sabuni za kuogea, sabuni za miche pamoja na sabuni tiba za kuondoa changamoto mbalimbali katika ngozi. Hivyo ukitaka kupata elimu hii, unaweza ukapata nakala yako ya kitabu either soft copy au hard copy, lakini pia unaweza ukapata madarasa ya moja kwa moja kupitia WhatsApp namba 0783500971. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza sabuni yako nzuri kama hii ya mwalimu ambaye inaonekana, unaweza ukajiunga na darasa lake, zeni ukapata utaratibu mzuri ambao utakunufaisha wewe kuweza kujiajiri kwa ujasiriamali. Kumbuka kwamba unaweza ukawa una ajira, lakini hiki unaweza ukakifanya kama kitu cha ziada kwa ajili ya kujipatia kipato. Lakini pia ikiwa kama hauna ajira, unaweza ukaifanya kama hii ndio ajira yako kama mwalimu wenu anavyofanya hapa. Baada ya kukata upande mmoja, tunasema kwamba upande mmoja tunapata masiles. Kwa hapa tunapata siles, tunageuza lile donge, alafu vibao tunaviweka kwa kusimama wima kama inavyoonekana katika video ya siku ya leo. Kumbuka kwamba lazima uwe na mshipi, lazima uwe na vibao, lakini lazima uwe na taarifa sahihi za kipimo ambacho unataka kutoa kwenye sabuni yako. Hayo ndio mambo matatu muhimu ambayo unaweza kuyazingatia na ukapata sabuni zako nzuri katika swala zima la ukataji. Lakini pia hata kule katika uzalishaji pia yako mambo ya msingi ya kuzingatia, kama vile vipimo vya caustic soda kwenda kwenye caustic solution ambapo tutachanganya caustic soda na maji. Lakini pia lazima tuwe na kipimo sahihi cha mafuta ambayo tunatumia. Lazima tufahamu kwamba mafuta tunayo kiasi gani na caustic solution ambayo inahitajika ni kiasi gani. Mbali na hapo, lazima tufahamu kwamba caustic solution lazima iwe imepimwa kwa kifaa ambacho kinaitwa hydrometer na iwe inasoma bome ngapi, kwa sababu kwenye hydrometer pale kuna kipimo ambacho tunakiita ni bome. Kwa hiyo sasa zile bome pale unaangalia kuna hydrometer zingine zina 0 mpaka 70, kuna hydrometer zingine vile vile zina 0 mpaka 50. Lakini zote ni hydrometer na tunazitumia kwa ajili ya kupata matokeo mazuri katika utengenezaji wa sabuni yetu ya magadi. Kwa hiyo tunaendelea kukata. Kwa kule tulishaweka alama, na zile alama ambazo tumeweka kulingana na vibao ambavyo tunavitumia, na kule tumeshaweka alama. Kwa huku tunahama na vibao. Kwa mshipi kule tunakoupeleka kule tunaweka kwenye alama kabisa. Alafu baada ya kuweka kwenye alama, huku tunagandamiza kwa kutumia vibao, na tukivuta tumetoa vipande tayari. Sasa hapa ninaweka katika alama ya mwisho na ninavuta ili nikuonyeshe miche ambayo tulikuwa tukikata hapa. Yes, naweza nikakutolea. Yes, unaweza kuona miche sasa iko separate hapo kutoka kwenye donge. Yes, miche hiyo hapo na inapendeza kabisa. Kwa hiyo karibuni sana wajasiriamali mnaopenda kujifunza ujasiriamali. Mimi nipo mwalimu wenu kwa ajili ya kujifunza zaidi. Unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana 0783500971. Karibu kwenye ujasiriamali. Ujasiriamali ni zaidi ya ajira. Baada ya hapa tunaenda kuziweka ndani. Sabuni huwa zinakauka kwa baridi, zinakomaa kwa baridi. Kwa machua hadi zinaweza zikachukua zaidi ya masaa 8 au 12 au 24, inategemeana na ratio zako uliwekaje. Baada ya hapo tutapaki na nitawaletea video. Asanteni sana.